Nakushukuru waziri, asante. Waheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Juma Aweso, Waziri wa Maji. Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, nimeona na wakuu wa mikoa wengine wapo Tanga, nimemuona Pwani, karibuni sana. Lakini tambue pia uwepo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa pamoja na mkoa, mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam na timu yako, pamoja na uwepo wa vyama vingine vya siasa. Waheshimiwa wabunge mkiongozwa na mwenyekiti wa kamati na wabunge wa jiji la Dar es Salaam. Tambue pia uwepo wa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi. Nitambue uwepo wa Bwana Nathan Balete, kijana wangu, mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia. Thank you so much. Lakini pia nitambue uwepo wa Dr. Azika Yusuf wa Water Aid Pan Africa. Thank you so much for being with us here. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mliopo nasi, mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo na mamea wengine wote mliopo nasi, wakuu wa taasisi mbalimbali, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa. Tambue uwepo wa wajenzi, washauri na suppliers wa sekta ya maji, viongozi wetu wa dini, wakuu wa maendeleo, wadau wa maendeleo, sekta binafsi na asasi za kiraia mliopo nasi, wakuu wa vyombo vya habari na wakuu wote na wanahabari wote mliopo nasi, wasanii na vikundi vya burudani mliopo nasi. Natambua uwepo wa wote waliopo kama walivyotambulishwa kwenye wakati wa utambulisho. Lakini kwa jumla niseme mabibi na mabwana na ndugu wananchi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, baada ya shukrani nyingi kwa Mungu, nishukuru Wizara ya Maji kwa kunialika kwenye shughuli hii ya siku ya maji, kilele cha wiki ya maji, na leo ndio kilele cha siku ya maji duniani kwa mwaka huu wa 2025. Lakini pia shughuli hii inaendana na uzinduzi wa sera yetu mpya ya maji, sera ambayo imefanyiwa mabadiliko. Ndugu zangu, nitumie fursa hii pia kushukuru sana utendaji wa Wizara ya Maji. Sana. Mwaka 2016 mwezi wa 5 nilikutana na mama mmoja alikuwa Tanzania kama mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia, anaitwa Bella Bad. Katika mazungumzo nilikuwa nafanya naye kazi kwenye mambo ya kilimo na lishe, lakini tufanya kazi kwenye mambo ya mazingira, lakini pia kwenye maji. Akanipa listi ya miradi ya maji na fedha zilizotolewa kwa Tanzania, na kwamba fedha haziko, miradi haiko. Mama yule aliongea mpaka akakaribia kulia. Anaambia, naandika nini? Nasema nini? Mimi kama mkurugenzi ambaye miradi hii ndio nimeomba fedha, zimekuja zimekwenda, hakuna kitu. Nafanya nini? Akanambia, Mheshimiwa Makamu wa Rais, na kuomba sana simamia hii sekta. Sasa kwa takwimu alizonipa za fedha iliyotoka na miradi ambayo Mheshimiwa Waziri ameieleza hapa, ya mabomba ya kupaa, ya visima vilopo kikapotea jana, vingine visima mdundiko havitoi maji, kisima kipo, bomba lipo, lakini chanzo cha maji hakuna. Mambo mengi
Na mimi baada ya mkutano ule nikaenda kwa bosi wangu na kumweleza yote niliyosema na yule mama, alichonieleza na takwimu zote. Akanambia, sasa makamu, simamia hii sekta. Simamia hii sekta, nitakuunga mkono kutoa budget ya haya mambo yaende. Kwa wakati ule wa makamu wa rais nilisimamia, matokeo ndo kama Mheshimiwa Waziri Kitila alivyosema, tulipandisha kidogo kutoka nadhani 45 mpaka 70 na nilipoingia sasa kazi ikaendelea. Lakini hiyo ndiyo ilikuwa story. Lakini kwa muktadha wa shughuli ya leo, ni washukuru sana wote walioshiriki kuandaa shughuli ya leo, wote walioshiriki wiki nzima hii ya wiki ya maji. Na ni kweli wiki ilifana, tulikuwa tunaona kwenye TV, tunaona miradi yote, maendeleo yote tulikuwa tunaona kwenye TV. Nishukuru sana vyombo vya habari kwa kazi nzuri mlioifanya kuonesha maendeleo ya sekta ya maji hadi leo kufika kilele. Sasa kwa hapa tulipo, ni washukuru sana vikundi vya burudani, kwaya ya wizara. Si rahisi ukachukue mainjinia uwaimbishi, lakini mainjinia hawa wenyewe wameamua kusifu kazi wanayoifanya na kusifu kazi yao, na washukuru sana. Lakini namshukuru pia balozi wa maji Mpoto, kweli ni balozi wa maji. Amesema miradi yote hapa na fedha zilizotoka, takwimu zote ziko kichwani. Lakini nashukuru wasanii wote waliokuja kutupa uhai hapa leo. Ndugu zangu, utekelezaji wa sera ya maji, sera ya mwaka 2002 hadi hapa ilipobadilishwa, imetufikisha tulipofika. Mambo mengi yamefanyika hatua kwa hatua, kutoka sera imeundwa mpaka hapa tulipofika. Tumekwenda na maendeleo hatua kwa hatua. Kabla sijaingia hapa nilizungushwa kuona maonyesho yaliyokuwepo. Nilianza kwenye mitambo na vifaa vya kutafutia maji na kupimia maji, nikaishia kwenye miradi mikubwa ambayo imetekelezwa na ambayo iko katika utekelezaji. Ni mabadiliko makubwa sana. Niseme tena, jeshi langu la sekta ya maji, hongereni sana, isaluti. Nakumbuka utendaji wa wizara ya maji kule nyuma, na sasa mlivyobadilika na mnavyoipeleka sekta ya maji nchini, I salute you. Hongereni sana. Ndugu zangu, leo nataka niwe mwalimu kidogo. Kuna watu wamesema kwamba pasipo na maji, au ni useme ule usemi wote, wanasema no water, no life, no blue, no green, na mimi nikaweka no nation. Sasa niwaombe wale wanaotuwekea picha hapa, hebu tuwekeeni bendera ya taifa. Bendera ya taifa la Tanzania tuwekeeni hapa. Iko mbali, lakini si mnazo bendera mikononi? Hasa kila mtu ashike bendera yake, tuufuate huu usemi. Wanasema no water, no blue, sio? Tuanze na rangi kwanza. No blue, kata huko chini, weka nyeupe. Lakini no green, kata huko juu, weka nyeupe. Tunabakiwa na nini? Yellow na black. Sasa black kwa tafsiri yetu ni watu wa taifa hili, tuseme na viumbe wote walioko kwenye taifa hili. Na ile yellow ndio utajiri wetu, si ndio? Madini na mambo mengine. Lakini kijani kule
ni mambo yetu ya kilimo, vegetation, mazingira yetu na nini, na huku chini ndio water bodies, bahari, Lake Victoria, Lake Nyasa, Tanganyika na yale mabwawa madogo madogo ambayo tunao, Manyara na mengine. Sawa eh? Sasa hayo yote futa, hakuna. Tunabakiwa na utajiri na watu. Sasa kazi ya maji haya tulio nayo, kwanza ni kuleta uhai. Yanaleta uhai, na ndio maana ile kijani inakuweko ili watu wapate uhai. Sasa maji ile uhai hakuna. Kuna watu, that means no water. Hakuna ile kijani, si ndio? Kuna watu. Sasa tumtizame binadamu bila maji. Binadamu bila maji. Wanasema unaweza ukaishi bila upendo, lakini huwezi kuishi bila maji. Unaishi, watu kadhaa wanakuchukia, lakini si unaishi bwana? Au chukiwa na watu wote? Kama Mungu anataka kukupa uhai utaishi, lakini kuwe hakuna maji, niambie unaishije? Hiyo ina maana kama hakuna maji, hakuna kijani, maana yake hakuna chakula. Dawa zinatokana na maji, maana yake hakuna dawa. Lakini pia maji yanatusaidia kwenye viwanda kuzalisha mambo mbali viwandani. Bila maji, na ndio maana wawekezaji, la kwanza anauliza, unanipa site iko maji? Iko nishati, umeme upo? Kama hakuna, mimi sendi uko nitafutie eneo jingine. Kwa hiyo bila maji hatuna viwanda, hatuna uzalishaji, si ndio? Ina maana hakuna uchumi, hakukui kitu. Lakini zaidi hakuna ajira pia. Kwa wale viumbe weusi tuliowabakisha pale na mali zetu, wako tu wamekaa hivi, hayo yote hakuna. Lakini pia hakuna nishati, kwa sababu hatuna maji. Hakuna Nyerere Dam, hakuna Ruhuji, hakuna sijui bwawa gani lile tuanzalisha umeme, hakuna nishati. Tuko kizani kabisa, mchana usiku, hatuna nishati yoyote, hakuna. Hiyo ndo dunia yetu ya Tanzania eh? Tumechukua bendera yetu kama taifa la Tanzania, tumetoa hivyo vitu, si sawa? Lakini pia tunasema maji ni utulivu wa nchi. Katika documentary mliona, sijui sehemu gani ile, maji hayatoki, watu walipokuwa na hasira, si ndio? Wamemkasirikia waziri, hakuna maji hapa miaka 3 na nini. Lakini mmeshashuhudia ndugu zangu, maeneo ambayo maji yanapatikana kwa zamu, yanatoka kidogo kidogo, watu wameweka madumu hapo foleni. Mmoja akiuke aondoshe foleni ya mwenziwe aende akakinge maji, panakalika. Na hiyo ni mfano mdogo mmoja wa site moja. Sasa semeni nchi nzima hakuna maji. Hapo hamna utulivu wa kisiasa wala hamna amani. Miradi ilikuwa haikamiliki kwa wakati. Gharama za miradi zilikuwa kubwa kuliko uhalisia na kasi duniani. Blue ile yote ile tunayoiona ndio kazi yake, ina support kijani kule juu, na ndio maana nyeusi na manjano zipo katikati, kwamba haya mawili ndio yanatubeba sisi wote, ndio uhai wetu. Lakini tukikosa haya mawili, maji, lakini maji ina support uhai kule juu kijani, hakuna maisha. Kwa hiyo huu ndio umuhimu wa maji kwa Mtanzania, na ndio maana serikali yenu tunafanya tunavyoweza, tunaweka bajeti ya kutosha, maji yapatikane. Mbali tu ya kumtua mama ndoo kichwani, lakini kulinda uhai na maendeleo ya taifa hili, kwa sababu bila maji mengine yote hayo hayana maana. Taifa letu la Tanzania halina maana, no blue, no green, and therefore no nation, si ndio? Hakuna taifa tena hapo. Kwa hiyo huo ndio umuhimu wa maji, ndugu zangu. Sasa tumetekeleza kwa kiasi kikubwa maendeleo ya maji kama yalivyosemwa hapa na watu mbalimbali, na kwa ukweli kama nilivyosema, maji ni uchumi, maji ni ustawi wa jamii, maji ni usalama wa taifa kwa mapana yake, lakini maji ni maendeleo na uhai wa wanadamu. Na ndio maana maji yanafananishwa na viongozi wazuri katika dunia hii.
Wanasema kiongozi mzuri lazima awe kama maji. Kwa nini? Kwa sababu maji ukiyatumia kusafisha, yanasafisha vitu vyote bila ubaguzi na bila hukumu. Hata nenda kayakere maji saa 3 asubuhi, nenda kayakoroge, yatie uchafu nini. Sasa sogea pembeni tu kwenye maji masafi, nenda kaoshe miguu yako, itakusafisha, hayana kinyongo. Na kiongozi anatakiwa awe hivyo, usafishe watu wote bila kusema huyu hakunipa kura, huyu alinitukana, huyu alinisema. Hapana, kiongozi mzuri ni yule anayehudumia watu wote, na hiyo ndio sifa ya maji. Na hiyo ndio sifa ya maji, inasafisha viumbe vyote bila kuhukumu, bila kuwa na nongwa kwamba huyu jana alikuja lakini maji alinichafua, mimi leo simsafishi. Ukienda yatakusafisha tu. Lakini maji hayo hayo yana sifa. Katika mitambo wale wameniambia kuna maji yako juu ya ardhi, kuna maji yako chini ya ardhi. Kwa hiyo kuna maji yana sifa ya kukaa chini ya ardhi, na yanapokaa chini ya ardhi, na ndo mara nyingi mvua ikinyesha, baada ya muda maji huyaoni, aidha yamekwenda na mikondo, yanakwenda na safari nyingine, au yanazama chini ya ardhi. Na kote yanakokwenda, kwenye mikondo ya mito au yakizama chini ya ardhi, kazi yake kustawisha ardhi, itoe matunda mazuri, itoe chakula kizuri, mwanadamu anawirike. Hiyo ndio sifa ya maji, wala hayana nongwa. Yakipata nafasi yanakwenda chini, ardhi inanawirika, unapanda, unavuna, unakula, unastawi mwanadamu. Na kiongozi anatakiwa awe hivyo, ujue shida za watu, uzame chini, utafute mbinu za kustawisha watu wa taifa lako. Kiongozi mzuri anafananishwa na maji. Lakini maji haya kwa maumbile yake yako mepesi, yanakwenda tu hivi, ni fluidi, ni maji. Kwa sifa yake moja kubwa ni responsive, yanaitikia. Ukichimba leo shimo hapa, maji yanakuja, si unayatafuta maji, yanakuja. Yatolee mtaro kwenda kushoto, yatakwenda. Yatolee mtaro kwenda kulia, yatakwenda. Yatolee sijui ya pampu yafanye nini, yatafanya. Very responsive, unavyoyataka ndipo wanavyofanya. Na ndivyo kiongozi mzuri alivyo, anakwenda na matakwa ya watu wake. Kwa hiyo kwa utukufu wa maji yanafananishwa na viongozi wazuri kwenye dunia. Ili kiongozi uwe mzuri, uwe na sifa ya maji. Kwa hiyo nasema haya mujue umuhimu wa neno maji, na kwa nini serikali tunafanya yote, mbali kumsaidia mwanamke kumtoa ndoo kichwani, lakini makubwa zaidi ni haya ambayo nimeyasema. Hii ndiyo sifa ya maji na ndiyo utukufu wa maji kwenye dunia hii. Na ndiyo maana wanasema kama kuna vita vitapiganwa vya dunia huko mbele, tatokana na maji. Sababu kubwa ni maji, na tumeanza kuyaona leo. Kuna jumuiya tunaitwa Jumuiya ya Maziwa Makuu, yakiwemo maziwa yetu haya Tanzania tumo, lakini Nile, lakini sijui nani hapo wengine, mito, maziwa yale yanamimina kwenye mito, yanakwenda nchi zinatumia huko mbele. Wenzetu wanaotumia ule mto Nile, kuna ugomvi, mvutano wa kweli kweli. Wengine wanatumia kwa nishati na kilimo, mwingine akisema na mimi natumia kwa nishati, huyu yuko anakuja juu anakasirika. Ni nongwa, ni kupigana, ni visasi, kisa maji. Huo ndio utukufu wa maji na umuhimu wa maji kwa Tanzania, lakini kwa dunia. Sasa nimesema kwamba nieleze umuhimu wa maji, lakini niseme tumetekeleza kuwapatia wananchi wa Tanzania maji kwa kiasi kikubwa kama takwimu zilivyotolewa hapa. Vijijini tuko 83%, bado 2% kama tulivyotumwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa mijini nadhani tumeshapita 95, tunakwenda mbele zaidi
na miradi kadhaa bado tunaendelea kuitekeleza. Kwa hiyo kwa upande huo tumefanya vizuri, lakini pamoja na kufanya vizuri, kuna mambo tumeyaona kwenye sera ambayo yamepaswa lazima yabadilike, au wakati tunatunga sera ile iliyopita hayo mambo hatukuyaona. Kwa hiyo ili nchi iende vizuri, unatizama leo hapa, unatizama na mbele tuendako. Kwa mfano nchi yetu wakati tunatunga mwaka 2022, lakini wakati tunatunga sera kule nyuma, nchi nadhani ilikuwa na watu labda milioni 40 na close to 50 labda. Lakini mpaka mwaka juzi 22, wakati tunafanya population census, ile sensa ya hesabu ya watu, tumepata karibu watu milioni 62, karibu milioni 62, ukiacha wale ambao labda kwa njia moja au nyingine hatukuwa hesabu 62. Lakini nakadiriwa ifikapo mwaka 2050 tunapokwenda kufikia kikomo cha dira yetu ya hii mpya tunayoitunga, tunakadiriwa Tanzania tutakuwa mara mbili ya tulivyo sasa, karibu watu milioni 121. Sasa kwa kuangalia hilo, lazima sera yetu ya maji na yenyewe ibadilike kuendana na ongezeko la watu. Lakini kuna masuala ya usalama wa chakula, kuna masuala ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo kwa kiasi kikubwa yanakwenda kutuathiri katika upatikanaji wa maji au kuathiri vyanzo vyetu vya maji. Kwa hiyo inabidi na yenyewe tuyaangalie kuanzia sasa. Kuna masuala ya mabadiliko ya siasa za dunia. Ndio kama ilivyosema, maji yanakwenda kuwa siasa muhimu sana ya dunia. Ukiacha ya sasa hivi mafuta na gesi na mambo mengine, lakini maji yanakwenda kuwa siasa kubwa duniani. Kwa hiyo inabidi tuiangalie kuanzia sasa na tuwe na sera inayotuelekeza kuelekea huko. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo yamewasukuma watu wa sekta wa maji, pengine mipango na uwekezaji, waandaaji wa dira na sekta nyingine kama kilimo, kukaa na kuangalia marekebisho au maboresho ya sera yetu ya maji. Kwa hiyo mambo mengi yameangaliwa katika sera ile, na mimi nataka niwapongeze sana 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 waliokaa na kutengeneza sera hii mpya ambayo wameifanyia maboresho. Nataka niwapongeze sana. Sasa pamoja na kazi kubwa iliyofanywa, mimi nataka nisisitize mambo yafuatayo. La kwanza, kuimarisha usalama wa maji yetu. Tumeshafanya kazi kubwa sana kuvuta maji, kuweka kwenye matangi na kuhakikisha maji yanakwenda kwa watu. Watu wanapata maji ya kutumia. Lakini maji haya, vyanzo vinavyotoa haya maji vinahitaji kulindwa. Na kazi ya kulinda si kazi ya Wizara ya Maji peke yake. Ni kazi ya kila Mtanzania kulinda vyanzo vyetu. Iwe vyanzo vya katikati ya misitu, iwe maziwa yetu, iwe vyanzo vyovyote vile, lazima tulinde vyanzo vyetu. Na kwa maana hiyo, moja katika sifa ya kulinda vyanzo vyetu ni kulinda mazingira yetu. Ni kutokata miti ovyo. Ni kufanya yale yote ambayo tutakwenda kulinda vyanzo vyetu vya maji. Lakini pia kulinda miundombinu ile ambayo tumejenga kwa gharama kubwa kupeleka maji kwa wananchi, na yenyewe inatakiwa kulindwa ili upatikanaji wa maji uwe wa usalama na wa uhakika. Sababu tukiruhusu mabomba yapasuliwe njiani, hatujui yale mabomba yanayopasuka nini kitaingia ndani ya maji. Watu wetu wanakwenda kupata maji ya aina gani? Je, hakuna mizoga itaingia kwenye mabomba? Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kulinda usalama wa miundombinu inayopeleka maji kwa wananchi, au usalama wa miundombinu inayotuletea maji tunayoitumia. Kwa hiyo la kwanza ni hilo la usalama wa maji yetu. Lakini la pili ni uhakika wa maji yetu. Tulinde vyanzo, tulinde miundombinu ili wananchi wawe na uhakika wa kupata maji. Uhakika na uendelevu wa kupata maji. Sasa hiyo nataka nirudie tena, sio kazi ya Wizara ya Maji peke yake.
ni kazi ya kila mmoja wetu, halmashauri, sijui vijiji, nani, kila mmoja, kila Mtanzania tuna kazi ya kulinda ili tupate uhakika wa huduma hii ya maji. Jambo la tatu, kwa upande wetu serikali, ni kuendelea kuimarisha upatikanaji wa vyanzo vya fedha ili huduma hii ya maji isisite kwenda kwa wananchi, kwa sababu kujenga miundombinu na kutoa maji ni jambo moja, lakini utunzaji, maintenance, kufanya marekebisho kila mara ni jambo jingine. Unaweza mradi mzima wa gharama kubwa ukasimama kutoa huduma kwa sababu tu kumeharibika kitu kimoja, wizarani wakwambia OC hairuhusu, fedha za maendeleo hakuna, kwa hiyo kwa sasa hivi na mwezi huu hatuwezi. Kule watu wakasimama kupata maji. Hilo lisitokee. Kwa hiyo wizara, ule mfuko wa maji unatakiwa kutunishwa na tuangalie vyanzo vitakavyotunisha ule mfuko. Na hapa nataka niwapongeze sana Tanga Uwasa kwa ule ubunifu waliofanya. Hawakusubiri serikali, wameona adha ya maji, kwengine yapo, kwengine hakuna, wananchi wengine wanafurahi, wengine bado, wenyewe wakajituma, wafloti ile bondi, watafute fedha ambayo bondi ile imekuwa imesajiliwa mpaka huko kwenye taasisi ya fedha ya nje, na kwa hiyo wana uhakika kupata fedha ya kumaliza miradi yote ya maji Tanga na kuwa na mfuko utakaotunza upatikanaji wa maji katika mkoa ule. Kwa hii ndiyo aina ya fikra ambazo tunatakiwa tuwe nazo. Lakini ndani ya ulimwengu, ukiwacha ndugu zetu wa World Bank na wengine India, Korea na Germany ambao wanatupa fedha za maji, kuna mifuko hii ya mabadiliko ya tabia nchi. Nadhani wataalamu wa maji na wataalamu wa mazingira, kaeni muone jinsi mtakavyokuja na miradi au program ambazo zitatunisha mfuko wa maji Tanzania ili tuwe na huduma endelevu ya maji, na wale ambao kokote waliko basi tuhakikishe kama wanadamu, kama Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Jengine ambalo kwenye maonyesho nimeliona na nimefurahika nalo ni uvunaji wa maji ya mvua. Hili ni agizo la siku nyingi, ni agizo toka kakangu Magembe. Wapi Mheshimiwa Magembe? Yupo? Toka kakangu Magembe akiwa waziri tunahangaika na uvunaji wa maji ya mvua. Mimi safari yangu ya kwanza kuja Dodoma nilikuja kwa kazi mazungumzo ya uvunaji wa maji ya mvua, ndio nimeiona Dodoma. Wakati ule Dodoma kavu kweli kweli, ndio tulikwenda kuzungumzia kule, na mifano ya uvunaji wa maji ya mvua na ukavu na nini tukawa tunaoneshwa tukiwa kule Dodoma, lakini haikuleta matunda. Leo nimeona wizara wanaisimamia hasa kwenye ujenzi wa majengo mapya na taasisi za serikali, wamekuja na formula mpya. Wakati ule tulipokuwa tunazungumza sisi, lazima upate mamitungi yaliyojengwa kwa konkriti ili saruji tungi kubwa, ilikuwa kambasa. Lakini nilichokiona nje leo ni matangi yetu haya ya kawaida tu, ni kufunga mabomba na mabati yako, unakinga maji yanaingia kwenye matangi, kama la lita 5,000 kama la lita 2,000 unajaza humo, unapata maji ya kutumia. Kwa hiyo wizara, endeleeni na huo mradi, watu wakinge maji ya mvua, sababu anasema kila tone la maji iwe umelitafuta au kalishusha Mungu, hilo tone lina gharama kubwa, litunze. Kwa hiyo lazima sasa high time tutunze maji ya mvua, pamoja na ujenzi wa mabwawa yale ambao tumewapa fedha nyinyi, tumewapa fedha Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tumewapa fedha Wizara ya Kilimo. Kaeni mjuane mnajenga wapi, mabwawa yajengwe makubwa, madogo, mabwawa ya kimkakati ambayo wananchi katika shughuli zao mbalimbali za kiuchumi watatumia hayo mabwawa. Badala ya kila wizara kujenga kibwawa chake, kaeni pangeni mkakati, mabwawa yajengwe kimkakati ili wananchi waweze kuyatumia. Kwa hiyo la maji ya mvua jengine nalo ni jambo la kuliangalia. Na hapa nataka nipongeze
Kuna kipindi nilizunguka kwa wazalishaji wa sukari nchini. Wakati wananitembeza kwenye mashamba yao, nikakuta wametengeneza mabwawa haya. Wamekusanya maji ya kutosha. Kwa hiyo wana irrigate kwa kutumia maji ya mvua ambayo wameyakusanya. Kwa hiyo ni mfano mzuri na wakulima wengi wanafanya hivyo. Naomba lisimamiwe, tuvune maji ya mvua yatusaidie. Yale maji tunayotafuta kwa gharama kubwa tutumie kwa mambo mengine, lakini kwenye kilimo na mambo mengine, unyoshaji wa nyama, maji ya mvua yatusaidie kufanya hiyo kazi. Swala jingine ninalotaka kulisisitiza hapa na kulitolea agizo, sio tu kulisisitiza. Tunapozungumza usalama na uhakika wa maji, lazima tuwe na gridi ya maji ya taifa. Gridi ya maji ya taifa. Kama tunavyokuwa na gridi ya maji gridi ya taifa ya umeme, ambao umeme tunaouzalisha huko unakusanywa na halafu unagaiwa kwenye pembe tofauti maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa lazima tuwe na gridi ya maji ya taifa. Kama maji yatatoka Victoria, yatatoka Nyasa, yatatoka wapi, lazima tuwe na centers ambao maji yale yanakusanywa na mgao wake unatambulika kiteknolojia. Hapo tutakuwa salama, maji yetu tutayalinda vizuri na tutakuwa tuna uhakika wa kupata maji. Mungu ametupa maziwa yale, sio tu tupitishe meli na maboti tukavue tukafanyeje. Lakini haya pia ni matumizi mazuri ya rasilimali aliyotupa Mungu. Gridi ya maji ya taifa. Kitila, kwenye vision yako, gridi ya maji ya taifa. Inaweza isimalizike ifikapo 2030, lakini kwa kuwa kazi kubwa tumeshaifanya, kinachofuata sasa ni kutoa connection kwa zone ya kaskazini, wapi kutakuwa center. Kanda za juu kusini, wapi center. Katikati Dodoma, sijui Singida, Iringa, wapi center. Na zile center zitakuwa zina connection zake huko njiani huko. Na tutakapofanya gridi ya taifa, huku ya kifeli, ukame umepiga upande mmoja, upande mwingine kuna maji yanatumika kwa nchi nzima. Tutakuwa salama na tutakuwa tuna uendelevu wa huduma. Kwa hilo ni agizo langu, naweza nitoke sijalimaliza kulitekeleza, lakini nilikianza, anayekuja atamaliza. Hata mimi nimemaliza miradi ya nyuma chungu mzima, ndio nimemaliza sasa hivi. Kwa hiyo vizuri kuanza kuonesha njia na wengine waje wamalizie. Ndugu zangu, kwa ujumla niseme kwamba swala la maji linamgusa kila mwananchi na kila mmoja na wajibu wake. Kwanza, kulinda vyanzo vya maji; pili, kulinda miundombinu inayotupa maji, lakini na miundombinu ya umwagiliaji maji. Sababu tukiharibu miundombinu ya kumwagilia maji, tunakwenda kufuta ile kijani kwenye bendera yetu. Lakini pia kila mmoja wetu awe makini kwenye matumizi ya maji. Umakini kwenye matumizi ya maji na kulipa jinsi unavyoyatumia maji. Kuna watu wanajitajirisha huko, anapiga matofali, sijui anafanyaje, anayatumia maji kwa kilimo ana nini, lakini kulipa maji hataki. Kulipa maji hataki. Na tusipolipa maji, tukawapa nguvu wizara na taasisi zetu zile za kina RUWASA na wengine, taasisi zetu za maji za kimikoa zile tusipowapa nguvu, huduma hii inaweza ikatushinda katikati. Kwa tulipe maji jinsi tunavyotumia. Na mimi nimefurahi katika teknolojia nilizoziona kule kwenye maonyesho, ziko zile ambazo kabla hujatumia maji unalipa kwanza, unatumia maji jinsi ulivyolipa. Na hilo ni agizo langu sijui la mara ya 4 leo, waziri. Nafurahi kwamba mmeanza kulifanyia kazi, mmeanza kusambaza teknolojia, lakini nimeona wabunifu wengi pale nje katika hilo. Fanyeni nao kazi, teknolojia isambae, mtu alipe maji jinsi, sio jinsi anavyotumia, anunue maji tuseme. Na hanunui kwa weso, ananunua kwa mashine. Mashine haina urafiki wala huzungumzi naye. Kiasi unachotia ndio kiasi anachokupa. Zaidi ya hapo labda ulivunje, na ukilivunja litaacha kufanya kazi na maji hayatoki. Kwa hiyo waziri, sambaza hiyo.
Sababu wakati mwingine mwanadamu lazima umsimamie. Na kusimamia mwanadamu ni ngumu mno. Urahisi wake ni rushwa. Ili mambo yende, tusimamiane wanadamu, bwana chukua chako niachie. Urahisi wake ni rushwa. Lakini usipotaka mambo ya rushwa, kumsimamia binadamu ni ngumu sana. Sasa tuwasimamie binadamu na mashine, binadamu na teknolojia, tuone tutafika wapi. Jengine ambalo sekta hii nataka nilifanyie kazi, na hasa kwenye hili la teknolojia, kuna vijana wetu wengi, wengine nimewaona hapo, wameanzisha taasisi zao za ubunifu, yani startups. Hebu washirikisheni, wagaieni mikoa. Nyinyi mnatengeneza mashine za kununua maji, hebu shughulikeni na ukanda huu. Wapeni nyenzo, wasaidieni, watengeneze, mtoe elimu kwenye huo mkoa mkisaidiana nao, ili ule ubunifu wao, biashara yao iende kwenye mkoa. Na hiyo itarahisisha kwamba mkoa ule unajulikana, ni kampuni 1, 2, 3 zinahudumia mkoa ule. Tatizo limetokea, kampuni ziko za Watanzania ziko pale, zinakwenda kutoa solution kule wanakotoa huduma. Kuliko hivi za kuagiza, ikiharibika kipuri hakuna, mpaka uende uwapigie kiletwe, wananchi wanakosa maji huko. Kwa hiyo wapandisheni vijana wetu, wapeni kazi, wasaidieni ili watoe huduma kwenye sekta ya maji, kila mtu apate maji. Ndugu zangu, niendelee kutoa shukrani zangu. Niwashukuru sana wote waliotushika mkono kwenye sekta ya maji. World Bank, African Development Bank, ubalozi wa Korea, ubalozi wa India, ile miji 28, Ujerumani, taasisi zisizo za serikali, private sector ya Tanzania, wote tunawashukuru sana kwa kufanikisha safari hii. Safari ngumu imekuwa laini, na leo tunazungumza mafanikio. Nawashukuru sana. Nawashukuru kwa tuzo hizi mlizonipa. Mimi kazi yangu ni kutoa dira, kutoa maoni, kusema ninachokiona, matakwa yangu jinsi ya kuwahudumia watu. Na la pili ni kuzungumza na hawa wadau wa maendeleo, kubishana na kina Nathan hapa, wazitoe fedha ili tukatekeleze miradi ya maji. Ndio kazi kubwa niliyoifanya. Lakini kazi ya kuchimba, kujua maji yako wapi, kuweka mabomba, sijui kufanya ufundi gani, ni kazi ya timu yangu ya Wizara ya Maji na private sector. Na washukuru sana. Na kwa maana hiyo, nilipokuwa naangalia maonyesho pale, nilipewa litunzo linafika hivi kama sanamu fulani hivi, la tangi la maji, lina magurudumu. Lakini na hapa tunzo nilizopewa mmeziona, nami nazidedicate kwenu, timu ya maji Tanzania. Zile zawadi si zangu, ni zetu waliofikiri, sisi serikali, lakini na nyinyi ambao mmefanya na tone la maji likamfikia mwananchi. Zile zawadi ni zetu na wala sio zangu peke yangu, ingawa zitakaa kwenye maktaba yangu, lakini ni zetu. Jambo jingine, na washukuru ndugu zetu wa WaterAid Pan Africa kwa assessment, tathmini walioifanya, na wakajua kwamba Tanzania tunaongoza katika mapinduzi ya kuleta maji, kuwafanya wananchi wapate maji. Lakini wakaomba pia niwasaidiane nao kuwa balozi, na alisema kazi zangu zitakuwa nini na nini katika huo ubalozi. Nilikuwa naandika, kasema watu wanadhania mimi sichoki, maana nina ubalozi wa clean cooking wa kwangu kwa Afrika nzima, na ubalozi wa generation equality, huu sio kwa Afrika, kwa dunia, kupitia mambo ya women economic rights, kupitia generation equality.
sijui kule kwenye shirika la biashara nasimamia Afrika biashara za wanawake na vijana, na leo na tuikwa jengine, lakini wanasema kwenye nyongeza, kwenye fungu ndo panapoongezwa, sio? Pasipo fungu huongeze, unaweka, unaanza kuweka, lakini tayari penye fungu ukiweka pana nyongeza, sio? Sasa kama wameona naweza nikawasaidia, nami nakubali kuifanya hiyo kazi. Nitasaidiana nao kwa moyo mmoja, make mwanadamu hayuko Tanzania peke yake. Kama wameona nimeweza kwa Tanzania, bila shaka naweza nikaongea kwa ajili ya Afrika, kama tulivyofanya kwenye clean cooking. Sasa fedha inapatikana, mashirika yote yanajielekeza huko. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika nao wanaijua hiyo agenda, tunaifanyia kazi. Kwa upande huu nao tutaongeza sauti yetu, na huo ndio umuhimu, ndugu zangu, wa kuwa na marais mama. Manake tunajua hardship inayotupata. Ukiwa jikoni, ikiwa maji hakuna, ikiwa nini, tunajua yanayotokea huko. Na thank God jana tumemwapisha mama mwingine Namibia. Wakati tunasubiri, wenzangu wakaniuliza, sasa unaelekea wapi, tujitayarishe? Nikaambia sijajua, lakini nadhani atakuja watatu. Kwa hiyo tuungeni mkono ili tuweze kuyafanya haya kwa manufaa ya Afrika na manufaa ya wanadamu wote duniani. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niseme sasa niko tayari kuizindua sera ya taifa ya maji ya mwaka 2002, lakini toleo la 2025. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Melala. Mnasinzia? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Naomba makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Makofi mengi tena na vigelegele. Haya, sasa ili tupate picha nzuri, wengine wote tukae.